zote zinafanywa kwa lengo la kuwahudumia wananchi. Vifaa hivi si kwa ajili ya ufahari, ni kwa ajili ya kuongeza tija katika kuwahudumia wananchi wa kata zetu zote 25 katika jiji letu la Arusha. Ni matumaini yangu kama kuna mahala tulikuwa tufiki, kama kuna mahala wananchi walikuwa wanatuhitaji tunachelewa kwenda, kupitia pikipiki hizi na bajaji, maana yake tutawahudumia na tutawafikia kiurahisi. Nimeelekeza mkurugenzi asiwanyang'anye pikipiki na msipaki nyumbani, msipaki kazini, ofisini. Maelekezo yangu, hizi pikipiki unaenda nayo mpaka nyumbani kwako. Lengo upatikane muda wote na uwe na chombo chako cha usafiri. Wananchi wa jiji la Arusha, wapeni ushirikiano wa watendaji. Pangeni mipango ya maendeleo kwa pamoja, tuboreshe Arusha yetu ili kila mwananchi aweze kuishi maisha yake amani. Najua kesho ni siku ya Jumatano, si ndio? Ijumaa sio mbali. Niwatakie kila la heri madiwani katika maisha yenu ya uraiani. Madiwani wewe, kwa tarehe 20 ndio kwa maelekezo ya waziri wetu wa TAMISEMI mabaraza yanavunjwa. Nichukue nafasi hii kuwatakia heri madiwani wote wa mkoa wa Arusha. Amina. Katika maisha yao ya uraiani, lakini pia nawaombea heri katika safari yao kupitia kura za maoni za Chama cha Mapinduzi. Inshallah. Wote katika mkoa mzima, iwe ni UWT, iwe ni kata, basi Mungu awasaidie, awafanyie wepesi na kazi zenu zitawabeba. Aliyefanya kazi, kazi itambeba. Aliyefanya kazi, kazi afanyaje? Sambamba na hilo, nilitamani sana tuwe na mkutano mmoja wa watendaji wote, lakini hasa madiwani wa mkoa mzima. Sasa tarehe zimegongana, yani ratiba tulikuwa tumeipanga tuwalike Ijumaa ya Jumapili. Sasa matokeo yake Jumapili mtakuwa malaia. Sasa tutaangalia kama viongozi wa chama wakilizia. Nilikuwa natamani sana mwepo. Nimemwalika mzee wetu Abedi Amani Karume, rais mstaafu wa Zanzibar, atakuwa mgeni rasmi. Lakini kwa tukio nitamani tuwe pamoja, tukae pamoja, tutakiane heri. Nilijua itakuwa labda Jumatatu ndio, kumbe baraza linavunjwa kabla ya. Kwa mawazo mema na nia njema inaweza kufungwa na muda. Ikitokea chama kikalizia, basi nitafurahi kuwaona tena kwa mwaliko. Unajua unaweza kumwalika tu mtu mashuhuri, si ndio? Kwa madiwani anabadilika kwa mtu mashuhuri kwenye kata. Lakini sambamba na hilo, siwashangei sana kwa sababu inawezekana tukakutana huko. Kwa sababu sisi utumishi wetu unaweza kuwa mstaafu, unaweza kasha nikawahi kabla yenu. Sio unajua tena kazi zetu hizi, unaweza kashangaa nyinyi mna tarehe mnajua. Sisi unaweza ukawahi kabla ya madiwani. Madiwani wanastaafu tarehe 20, ukajikuta umestaafu 19. Yote ni maisha. Wala tuwezi kuchekana, si ndio? Tukibaki wengine, basi wala tutakuwa tunaendelea kuwakumbuka na kuwavuta kwenye mambo mema. Lakini kifupi nisema nawatakia kila laheri katika maisha yenu, na hizi siku zilizobaki zina uwezo wa kubadilisha mambo. Bwana, unasikia wana mkubwa mjini? Kwa zilizobaki inaweza kubadilika mambo, lakini madiwani kwa kweli wa Arusha nitawamisi.
Yaani nyinyi msifikiri ya kwamba hatuwapendi, tunawapenda sana. Yote ilikuwa ni kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa Arusha. Na nyinyi ni watu wema. Na mimi na imani kila mmoja atakapopambana kwenye kata yake, basi inshallah Mwenyezi Mungu atakayemwezesha kurejea, tutakutana tena. Sasa tumalizie kwa kuwashukuru. Naona kakangu Twa hapa. Twa shehe wangu bwana. Lakini kiongozi mwingine sijamuona. Nafikiri atakuwa ameshatoka. Niseme tu kwamba nawashukuru watendaji, tunawatakia kila laheri. Na siku moja kama mwambia mkurugenzi wa jiji, watendaji wa kata ni mkurugenzi wa kata. Yaani wewe kwenye kata yako ndo msimamizi na mtendaji mkuu wa serikali kwenye ngazi ya nini? Kwa hakikisho umeshika kata yako vizuri. Na pale budget inapopangwa, naomba watendaji wa kata mnisikize vizuri. Budget inapopangwa, wewe hakikisha yaliyopangwa kwenye kata yako unakuwa msimamizi na mfuatiliaji namba 1 ili yatokee. Usisubiri kulaumiwa. Usisubiri kuambiwa budget haitoshi. Pambana mpaka budget itoshe, ili mradi ishapangwa kwenye budget yako. Ni moja ya kazi yako kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja. Na mimi nitaendelea kumuomba waziri wetu wa TAMISEMI. Na hata jana nilikuwa naongea naye wakati niko Simiyu. Nilimwambia nitampelekea ripoti ya watendaji wa kata wote na kila mtendaji alivyofuatilia na kusimamia miradi ya maendeleo kwenye kata yake. Na atakayefanya vizuri nimemuomba Waziri Mchengerwa ampandishe kuwa katibu tarafa. Kwa nilishamwambia rasi anawasiliana na wakurugenzi afuatilie kwa hii kipindi cha miaka 5. Tuangalie mtendaji gani wa kata kafanya vizuri. Na kazi aliyofanya vizuri basi apate zawadi ya kuwa promoted, kuongezeka tena kwenye nafasi ya tarafa. Na ukifanya vizuri kwenye tarafa kama ilivyotokea unapenda kwa dasi. Dasi unaweza kujikuta ukaenda kwa upande wa secretariat ya mkoa au kaingia kuwa mkuu wa wilaya, inategemeana na namna ya yenyewe. Mashahidi imeona Mheshimiwa Rais anaangalia uwezo wa kila mtu. Nani alitarajia hapa aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai kwenda kuwa mkuu wa wilaya Kinondoni, na leo hii Ubungo, na leo hii ndio mtendaji mkuu wa TANESCO. Unaweza kuona jinsi gani mama jicho lake linavyomfuatilia kila. Kwa ukifanya kazi vizuri unakwenda. Dasi wa Karatu leo ni mkuu wa wilaya. Dasi wa hapa mjini aliyekuwa dasi wa hapa leo ni mkuu wa wilaya. Kwa hiyo niwaombe na kuatia moyo watendaji wa kata, msichoke kufanya kazi. Fuatilieni utekelezaji wa ilani, simamieni miradi, tatueni changamoto katika kata zenu. Macho ya Daktari Samia yanawaona, na kila anayefanya vizuri anapata nafasi yake ya kupanda. Nawashukuru sana jamani, niwatakie